hasa pale wananchi wanapolalamika na kuvilalamikia vyombo mbalimbali vinavyotenda maamuzi. Mtazamaji, karibu katika mwendelezo wa taarifa zetu ambazo zinakujia mara kwa mara kupitia hapa Nyikani TV. Na muda huu tunakuletea taarifa ambayo imetolewa na Rais wa TLS Boniface Anyisire Mwabukusi, ambaye ametoa tamko rasmi la chama cha sheria Tanganyika, yani TLS, akisema kwamba tamko la TLS kuhusu ukamataji na mashtaka ya Tundu Antipas Lissu. Na taarifa hii ni taarifa kwa umma ambayo pia yeye ameichapisha katika ukurasa wake wa Facebook hivi punde. Nasi tunakusomea kama ifuatavyo na baadhi ya maoni ya wasomaji wake katika ukurasa wake wa Facebook, Bwana Boniface Anyisire Mwabukusi. Taarifa hii imeandikwa tarehe 11 Aprili mwaka 2025 ikisema: Chama cha sheria Tanganyika TLS, taarifa kwa umma kuhusu kukamatwa kwa wakili Tundu Lissu. Inasema baraza la uongozi la chama cha sheria Tanganyika TLS linatoa taarifa hii kwa umma kuhusu kitendo cha kukamatwa kwa wakili Tundu Antipas Lissu. Katika kutekeleza wajibu wake wa kikatiba na kisheria wa kulinda utawala wa sheria, kukuza haki na kutetea heshima ya taaluma ya sheria, TLS imesikitishwa sana na mazingira ya kukamatwa na kushikiliwa kwa wakili Tundu Lissu. TLS imeshtushwa zaidi na tuhuma za ukiukwaji wa haki za kikatiba na taratibu za mwenendo wa mashauri ya jinai katika tukio hili. Taarifa hii inasema ukiukwaji wa haki za kikatiba na kisheria. TLS inalaani vikali kukamatwa kwa wakili Tundu Lissu, ambapo kunaonekana kuwa mlolongo wa vitendo visivyo halali vinavyokwenda kinyume na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 pamoja na sheria ya mwenendo wa mashauri ya jinai sura ya 20 toleo la 2022. Ukiukwaji huu unajumuisha: ukiukwaji wa haki za kujiunga na vyama au vikundi. Kukamatwa kwa Bwana Lissu ni kinyume na kifungu cha 20 cha katiba kinachotoa haki ya kujiunga kwa hiari. Kuwekwa kwake kizuizini kulizuia wananchi kutumia haki yao ya kuhudhuria na kusikiliza mikutano ya kisiasa uliotambulika kisheria, hivyo kukiuka haki zao za kisiasa na ushiriki. Aidha, namna ya ukamataji huo ilimnyima haki ya kushiriki kwa uhuru kama kiongozi wa kisiasa. Ukiukwaji wa haki ya uhuru wa maoni. Kifungu cha 18 cha katiba kinatoa haki ya kila raia kutoa maoni. Kukamatwa kwa Bwana Lissu kama mwanasiasa mashuhuri wa upinzani kunaonekana kuwa ni jitihada za kimakusudi za kuzima haki yake ya kutoa maoni na kushiriki katika mijadala ya umma. Kukosa uzingatiaji wa sheria ya mwenendo wa mashauri ya jinai. Inasema taratibu nyingi za kisheria zilikiukwa kinyume na masharti ya vifungu vya 11, 12, 14, 21, 23 na 54 vya sheria ya mwenendo wa mashauri ya jinai. Hali hii ilijidhihirisha kwa kushindwa kueleza kosa analotuhumiwa nalo kwa uwazi wakati wa kukamatwa. Kukamatwa kwa bila hati halali ya kukamatwa. Kunyimwa haki ya kuwasiliana na wakili wake, familia au watu wake wa karibu. Taarifa hii inazidi kueleza kwamba kutumika kwa nguvu kupita kiasi kinyume na sheria zinazopiga marufuku matumizi ya nguvu ya kuweza kusababisha kifo au madhara makubwa ya mwili. Mapendekezo ya TLS kutokana na tukio hili. Mapendekezo haya yanaandikwa kama ifuatavyo:
Kutokana na ukiukwaji huu wa haki za kikatiba na kisheria, na kwa kuzingatia umuhimu wa kulinda taaluma ya sheria na misingi ya demokrasia nchini, TLS imeazimia yafuatayo: 1. Kulaani kukamatwa kinyume cha sheria. TLS inalaani vikali kukamatwa na kushikiliwa kwa wakili Tundu Lissu kama ukiukwaji wa haki za kikatiba na tishio kwa utawala wa sheria na demokrasia nchini. 2. Kukuza utatuzi wa migogoro kwa njia ya amani. TLS inawahimiza wanasiasa wote na umma kwa ujumla kudumisha amani na kutatua migogoro kwa njia zisizo za vurugu, hasa katika kipindi hiki muhimu kuelekea uchaguzi mkuu. 3. Wito wa mageuzi ya kisiasa na kisheria. TLS inatoa wito wa kufanyika kwa mageuzi ya kisiasa na kisheria kwa haraka ili kuhakikisha ushiriki wa haki, jumuishi na wa kisheria katika mchakato wa kisiasa wa kitaifa, na hivyo kuimarisha utulivu wa kidemokrasia. 4. Utekelezaji wa sheria kwa misingi ya ushahidi. TLS inasema kwamba vyombo vya ulinzi na usalama vinapaswa kufanya kazi kwa kuzingatia ushahidi wa kweli na kufuata kikamilifu taratibu za kisheria, hasa katika kushughulikia masuala yanayohusu wanasiasa au wanataaluma wa sheria. 5. Kuzuia kujitokeza kwa taharuki ya kitaifa. Inasema kwamba kukamatwa kwa wanasiasa kinyume na sheria kunaweza kusababisha upinzani na machafuko. Mamlaka zinapaswa kuchukua hatua za kisheria na za tahadhari ili kudumisha amani na umoja wa kitaifa na kuepusha hali ya hofu miongoni mwa wanasiasa kuelekea uchaguzi mkuu. 6. Kukuza mazungumzo kati ya vyama vya siasa. TLS inahimiza mazungumzo ya wazi na ya kujenga kati ya vyama vya siasa, kupunguza mvutano na kukuza mshikamano wa kitaifa. 7. Kuimarisha uwezo wa kisheria katika ofisi za umma. TLS inapendekeza kwa ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali na mamlaka za mashtaka, zingatieni viwango vya juu vya umahiri na weledi wa kisheria, hasa katika kushughulikia masuala yenye mvutano wa kisiasa. Hii ni taarifa kutoka kwa TLS, lakini inamalizia kwa kusema kwamba namba 7 anasema uchambuzi wa kina wa mashtaka ya uasi. Mkurugenzi wa mashtaka DPP anatakiwa kuhakikisha kuwa mashtaka mazito kama ya uasi yanaungwa mkono na ushahidi madhubuti na hoja za kisheria. Uongozi wa kisiasa pekee hauwezi kuchukuliwa kuwa ni kitendo cha uasi kwa mujibu wa sheria zilizopo. Na namba 8 anasema kwamba kuachiwa huru mara moja kwa wakili Tundu Antipas Lissu. TLS inatoa wito wa kuachiwa mara moja na bila masharti yoyote kwa wakili Tundu Antipas Lissu. Kukamatwa kwake kunadhoofisha heshima ya taaluma ya sheria na misingi ya haki. Kuendelea kushikiliwa kwake kunaashiria vitisho kwa wanasheria na washiriki wa siasa nchini. Iwapo wito huu hautazingatiwa, TLS inahifadhi haki ya kupendekeza kusitishwa kwa huduma za uwakilishi wa kesi za msaada wa kisheria .brief na huduma nyingine za kisheria za kujitolea zinazotolewa na TLS na wanachama wake kama njia ya amani ya kupinga vitendo vya unyanyasaji na mashtaka yenye mlengo wa kisiasa. Wito. Chama cha wanasheria Tanganyika kinathibitisha tena dhamira yake ya dhati katika kutetea katiba, haki za binadamu na utawala bora. Tunazisihi mamlaka husika likiwemo jeshi la polisi, mkurugenzi wa mashtaka na mahakama kutekeleza majukumu yao kwa haki, usawa
na kufuata sheria, hasa katika kushughulikia masuala yanayohusu siasa na ushiriki wa umma. Haki haipaswi tu kutendeka, bali ionekane dhahiri kuwa inatendeka. Imetolewa na Baraza la Uongozi la Chama cha Sheria Tanganyika na kusainiwa na Boniface A.K. Mwabukusi, Rais. Hii ni taarifa ya TLS ambayo imetolewa kwa umma na kuchapishwa katika ukurasa wa Boniface Yenyisire Mwabukusi na kusambazwa kote nchini. Baada ya taarifa hii kutolewa katika ukurasa huu wa Boniface Mwabukusi, wapo baadhi ya wananchi ambao wametoa maoni yao kupitia ukurasa huu. Yupo Classic Matilio, anasema, habari, kama kuna mtu anahitaji bata, huyu ameeleza masuala yake, ameona matangazo ya biashara yake katika kucomment hapo ama kutoa maoni yake. Kishoko Igombe anasema hili tamko lingetoa muda na kubainisha kipi kitafuata. Tumsifu Mushi anasema matamko hii nchi yako mengi sana na hajawahi kuleta jawabu la matatizo yetu tulio nao. Chama kinaendeshwa na wanaharakati wa mtandaoni, kimesusia uchaguzi na tegemeo lake kubwa ni ruzuku za serikali ambazo hutokana na kura za uraisi na ubunge. Kuanzia mwakani hiki chama ni sawa na kafu. Saidi Salumu asema safi kamanda. Adhamari Kukaku anasema kwa sasa Lissu watamwachia tu anytime maana game imeisha. Pasti Steven Ibrahim anasema Yesu awape ujasiri zaidi, tunajua hata ninyi mnatishwa ila msiogope, yupo Mungu, tutashinda. Rafaeli Koplo Heinz anasema nikikaa na kutathimini wananchi Watanganyika tumekuwa kama yatima. Sawa, tuna watetezi wa haki wanatoa matamko lakini machozi yetu yanakwenda na maji kama samaki baharini. Ni nani wa kutusemea haki? Matias anasema hongera sana TLS, hongera Rais Mwabukusi, haki lazima ishinde. Harun Omari anasema you have done your party. Ngoja tuwasubirie hawa viziwi wa kujitakia kama watajibu lolote. Andrea Jeremia tete anasema teteeni haki za wanyonge ili kuleta manufaa ya Tanganyika AK Tanzania. Freddy Gwakisa anasema hakika Tanzania nchi yangu. Anthony John anasema safi sana Rais wa TLS. Engidus Lubonera anasema mko vizuri TLS. Haya ni baadhi ya maoni ambayo yametolewa na wasomaji wa Boniface Mwabukusi baada ya kutoka taarifa hii kwa umma kuhusiana na tamko la TLS kwamba wanalani kukamatwa kwa mwenzao ambaye ni mwanasheria nguli huyu pia na ni mwanasiasa mkongwe hapa nchini Tanzania, Bwana Tundu Antipas Lissu. Haya ni baadhi tu ya maoni ambayo pia nimeona nikusomee kwa wakati huu, wakati tunaendelea kusubiria na maoni mengine. Karibu pia kwa maoni yako kutokana na tamko hili, lakini pia kuna taarifa kwamba Tume ya Uchaguzi imetangaza kwamba Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema hakitashiriki uchaguzi mkuu kwa miaka 5. Nini maoni yako? Karibu.